Binti wa Kinigeria asababisha familia ya kitajiri Saudia kubadili dini kutoka Uislamu na kuwa Wakristo. Mmoja kati ya wanafamilia hao anasema, sisi ni miongoni mwa familia tajiri kutoka Saudi Arabia. Tumekutana na Yesu. Amefanya maisha yetu kuwa bora kuliko yalivyo awali. Mimi na familia yangu yote tulikiri wazi katika falme za Kiarabu kuwa kuanzia sasa, wakati huo, tumehama rasmi kutoka Uislamu na tumempokea Yesu Kristo katika maisha yetu. Ngoja nikueleze tukio ambalo lilisababisha moja kati ya familia tajiri ya Kiislamu Saudia kubadili na kuwa Wakristo. Kijana wangu wa kiume alifungwa katika chumba huko Sudani kwa wiki 3. Hakuna madirisha, hakuna ruhusa ya kupiga simu, hakuna namna yoyote. Tulikuwa na pesa, tulikuwa na connection kubwa serikalini, tulikuwa na timu nzuri ya idara ya upelelezi na usaidizi inayohudumu Mashariki ya Kati. Pia tulikuwa na maelfu ya Waislamu wakimwombea kijana wangu katika misikiti iliyo katika mabara 5 yaliyoko duniani kote, lakini hakuna kilichofanikiwa. Hakuna aliyempata. Hakuna mtu aliyeweza kufikia wala kutoa taarifa yoyote ya kuhusu wanaomshikilia kijana ni kina nani, wako wapi, wanataka nini. Hakuna. Wala taarifa kuhusu kijana wangu ya kuwa yupo hai au amekufa. Sisi ni miongoni mwa familia yenye nguvu Saudi Arabia, na kusema kweli tulikosa msaada kabisa kutoka popote. Ndipo binti wa kazi tunayeishi naye, ambaye ni Mnigeria, anayelipwa kiasi kidogo kabisa cha pesa kwa mwezi kuliko hata gharama ya chakula chetu cha jioni, alikaa pamoja na sisi katika chumba cha kijana wetu na alisema maneno ambayo yalibadilisha kila kitu, familia yetu na jinsi tulivyoamini. Alisema, acheni niwatambulishe kwa Yesu wangu. Kilichotokea baadaye ni kitu ambacho siwezi kueleza kwa pesa au namna yoyote, au siwezi hata kuelezea kwa kutumia dini yangu ambayo nilitumikia kwa miaka 40. Kilichotokea naweza tu kueleza katika njia hii moja. Hapa nitakueleza kila kitu. Jina langu ni Taliki Al-Rashidi. Imenipasa nikueleze leo historia ambayo itakupa changamoto kwenye kila kitu unachodhani unajua kuhusu imani, mali na Mungu anayeweza kujibu katika mahali ambapo hakuna atakayeweza. Nilizaliwa katika moja ya familia ya kitajiri huko Saudi Arabia. Sio utajiri wa kubahatisha, ni utajiri hasa. Hata kuupima ni kazi. Ni kama vile samaki alivyo katika maji na kuyaona yalivyo mengi yasivyoweza kukauka. Baba yangu Mansur Al-Rashidi alijenga ngome au himaya ambayo ilichukua viwanda vingi ndani yake, biashara za ujenzi, uwekezaji katika nishati na mambo mengine mengi. Jina lake liliheshimika sana Riyadh hadi Dubai. Sio mtu unayeweza kukutana naye kirahisi. Ni mtu ambaye akipiga simu watu hutetemeka na lazima ajibiwe. Katika Saudi Arabia, jina Al-Rashidi linajulikana sana na kuheshimika. Mama yangu Fatima, yeye alikuwa kimya, mtengeneza mambo yote kuwa sawa. Nyuma ya pazia, yeye ni msingi wa familia yetu kuwa imara na bora. Wakati baba yangu alijenga himaya, alijenga majengo na ngome kwa ajili ya biashara, mama yangu alijenga familia bora. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu na upendo wa kweli. Ni aina ya mama ambaye alijua vizuri mahitaji yote ya sisi watoto wake 4 hata kabla hatujasema. Ametukuza katika nyumba ambayo Uislamu sio tu dini bali ni kila kitu kwetu. Maeneo yote ya nyumba hiyo kubwa yalipambwa kwa mandhari na tamaduni za Kiislamu, na kila sehemu kulikuwa na sauti ya visomo vya Qur'an kwa sauti ya chini kiasi katika spika. Alihakikisha hatusahau hata siku moja kuwa utajiri wetu umetoka kwa Allah, na alisema kwake tutarejea.
Tulikuwa watoto wanne na mimi Tariq ni mzaliwa wa kwanza katika familia ya baba yangu. Wa pili ni mdogo wangu Khalidi ambaye nimemzidi miaka miwili. Wa tatu ni dada yangu Nora na wa nne ni dada pia ambaye jina lake ni Lina. Wote kati ya hao dada zangu wana miaka isiyozidi 30. Hakuna aliyeanzisha familia bado kati ya hao dada zangu wote, na wote wawili wanaishi chini ya kivuli cha wazazi wetu. Khalidi na mimi tulikuwa katika umri wa miaka 40 hivi wakati tukio hilo lilipotokea. Wote tulioa, wote tulikuwa tunaendesha miradi ya familia yetu, wote tulijivunia jina la baba yetu Al-Rashid na tuliwajibika kwa lolote kuhusu jina hilo. Dada zetu walikuwa hodari na wasomi na waliikamata dini sawasawa. Wamekuwa katika misingi ya Kiislamu. Tuliamini mali katika familia yetu zilikuja na wajibu wa kusaidia wengine. Baba yangu alianzisha mfuko wa kusaidia wengine ambayo baba yangu aliita Al-Rashid Charitable Foundation. Hii alianzisha muda hata kabla mimi sijapata ufahamu wa kutosha kuhusu dunia na mambo yake. Kupitia mfuko huo tulifadhili programu za dawa, yaani mahubiri na mikutano ya Kiislamu katika bara la Afrika, Asia na Ulaya. Pia tulifadhili ujenzi wa misikiti huko Nigeria, Kenya, Indonesia na Bangladesh. Pia kupitia mfuko huo tulifadhili programu za masomo ya Kiislamu kwa kulipa gharama zote za scholarship za Kiislamu ambazo ziliwahitaji vijana wa Kiislamu kusoma huko Madina na Cairo katika nchi ya Misri. Tuliratibu na kudhamini mikutano mikubwa ya Kiislamu katika nchi ambazo jamii ya Kiislamu ilihitaji msaada. Jina letu liliungana kabisa na Uislamu na tuliamini hii ni namna bora sana ya kutumia mali zetu kwa ajili ya Allah. Tuliamini Allah anaona na atatulipa kwa haya yote. Mke wangu anaitwa Hesa, ametoka katika familia ya kuheshimika sana hapa Riyadh, naye akiwa na historia nzuri sana ya Uislamu katika makuzi yake. Niseme ukweli, yeye amekuwa faraja kubwa kwangu. Tumejenga familia na mali pamoja naye ndani na nje ya makampuni ya baba yangu. Tuna mtoto wa kiume aitwaye Ryan tuliyempata miaka 3 baada ya ndoa yetu. Yeye ndo amekuwa mjukuu wa kwanza wa mzee Mansur na mama yangu Fatima. Wanampenda. Baba yangu anamuita taa ya familia. Kila mtu alimpenda kwa ucheshi wake na ufahamu wa haraka. Hakuna aliyetarajia kama siku moja tungemkosa Ryan. Amekuwa akiangalia nguvu ya mali alionayo babu na baba yake. Alipomaliza masomo yake ya sekondari huko Jeddah, familia ilifanya maamuzi ya pamoja ya kumpeleka Marekani kwa masomo ya elimu ya juu. Alijiunga na chuo cha Birmingham akisomea biashara na uchumi, chaguo ambalo baba yangu lilimpendeza kwa kiasi kikubwa kwa sababu Ryan alikuwa akiandaliwa kuchukua nafasi katika himaya ya Al-Rashid. Alienda Birmingham, alichukua apartment yake ambapo tulimjazia vitu vyote muhimu. Tulihakikisha anakuwa na vitu vyote muhimu vya kitaaluma na vingine kabla hatujarudi Saudi Arabia. Mama yangu alikuwa akimpigia simu kila Ijumaa kumjulia hali baada ya swala. Baba alimtumia ujumbe kila siku, ingawaji alikuwa mbali, lakini alijihisi yupo karibu nasi. Tulichojua na ambacho Ryan hakutuambia ni kuwa maisha ya chuo yalifungua macho yake kwenye ulimwengu mpya tofauti na mazingira aliyokulia. Alipata marafiki kutoka nchi mbalimbali, wanawake kwa wanaume, tena wenye historia tofauti za maisha. Alikuwa na uhuru ambao ulimuathiri. Miongoni mwa marafiki zake wawili wa kiume, mmoja alitoka katika nchi ya Misri na mwingine alitoka katika nchi ya Ghana. Wote ni wanafunzi katika chuo hicho kimoja. Watatu hawa walitumia weekend yao kutembea katika miji
wakiangalia matukio ya kiasili. Ulikuwa ni mwaka wa pili chuoni. Ryan na marafiki zake wawili walipanga safari ya kwenda Afrika. Walitaka kuiona vizuri Afrika kwa macho. Walikaa Sudani kwa muda kwa sababu Ryan alisikia. Walipanga kukaa Sudani kwa muda kwa sababu Ryan alisikia baba yake na babu yake wakijadili mambo ya kibiashara kuhusu huko Sudan. Pia moja kati ya hao marafiki zake anao ndugu wa mbali kidogo anaishi katika mji wa Khartoum ambayo aliahidi kuwapokea. Jambo gumu na hatari walilifanya kuwa jepesi. Walisafiri vijana hawa hadi katika mji wa Khartoum. Walitumia wiki mbili wakizunguka maeneo mbalimbali na walitarajia kurudi chuo kabla muhula wa masomo kuanza tena, maana ilikuwa ni likizo fupi. Ryan hakumwambia yoyote katika familia yetu. Alituambia atabaki chuoni kwa sababu likizo hii imekuwa fupi. Alimwambia Hesa, mama yake, kuwa anahitaji muda mwingi wa kupumzika kabla ya muhula mpya kuanza. Kama familia tulimwamini bila mashaka yoyote. Hatukuwahi kuwaza hata siku moja kuwa Ryan angeweza kusafiri mbali hivyo bila kutujulisha. Aliondoka Marekani Alhamisi, yeye na rafiki zake wawili. Kufikia siku ya Jumanne tulipata meseji, sio kutoka kwa Ryan, bali rafiki yake Misri ambaye alifanikiwa kutoroka na alifika mahali salama baada ya tukio kuwapata. Maelezo yalikuja kuwa siku moja vijana hao wakiwa huko Sudan walitembea katika maeneo ambayo yana watu wachache. Ndipo walikutana na watu wenye silaha waliokuwa wakisafiri katika vyombo vya moto. Walionekana kujipanga. Waliwatenganisha vijana hao watatu, na katika fujo iliyotokea hapo ndipo kijana huyo Misri alipofanikiwa kutoroka na kukimbia na kujificha. Yule kijana Mghana alipigwa na kutupwa barabarani. Ryan alichukuliwa na kupandishwa katika usafiri wao na kuondoka naye kusikojulikana. Marafiki zake walipiga kelele na kulitaja jina lake Ryan, lakini hakurudishwa. Taarifa hizi zilipotufikia mimi na Hesa mke wangu, ukimya kidogo ulitawala. Kisha kama niliona dunia imesimama ghafla. Kila kitu nilichojenga, kila kitu ninachomiliki, mali na pesa nilivyo navyo, ambavyo nilijivunia, vyote vilikuwa havina maana ndani ya sekunde moja tu. Mwanangu ameenda na sijui kama mzima au amekufa. Kitu cha kwanza baba yangu Al-Mansuri alichofanya alipopata taarifa hii, alichukua simu yake na katika masaa matatu tangu apate taarifa alikuwa ameshaongea na maafisa watatu wa serikali. Alipiga kuhitaji ubalozi wa Saudi Arabia ulioko Sudan kuingilia kati jambo hilo haraka. Mmoja wa ofisa wa hali ya juu wa mambo binafsi ya kiusalama anayefanya kazi katika nchi za Mashariki ya Kati, ambao pia wana ofisi kuu pale Dubai, ambao wamejikita katika elimu ya maarifa ya kuokoa mateka katika maeneo ya vurugu na hatari katika mabara ya Afrika na katika nchi za Kiarabu, walipigiwa na kupewa taarifa. Hapo pesa haikuwa tatizo. Baba yangu aliwaambia wao wakafanye kazi, kisha watamtumia gharama wanayotaka. Katika masaa 72, yani sawa na siku 3 ya mwanzo, timu ya maafisa wa usalama walifika Khartoum wakitumia intelijensia wanazozijua ili kumpata Ryan. Mdogo wangu Haridi alienda Khartoum kwa usafiri binafsi na washauri wawili wa kuaminika sana wa familia yetu ili kuunganisha nguvu na juhudi na kuleta juhudi za haraka za kumpata Ryan. Ubalozi wa Saudi Arabia Khartoum ulitoa wanadiplomasia na masuala hayo wakishirikiana na serikali ya Sudan na maofisa wakuu wa nchi ya Sudan. Tuliahidiwa usalama na upatikanaji wa Ryan haraka. Tulipokea maelezo baada ya maelezo. Tulihakikishiwa na kuhakikishiwa tena na tena
lakini hakuna kilichopatikana. Hakuna aliyetuambia waliomchukua ni akina nani, wanataka nini, wamekwenda naye wapi. Maafisa na wataalamu walitumia kila njia, hakuna taarifa yoyote waliopata. Mwisho wa hayo yote, hakuna tulichopata, wala hata kujua tu taarifa yoyote kuhusu Ryan. Mama yangu Fatuma aliigeuza nyumba yetu kuwa sehemu ya swala. Kwa machozi muda wote aliswali. Aliwasiliana na imamu mkuu wa msikiti wa Jeddah. Imamu aliandaa maombi maalum ili Ryan arudi salama. Kupitia Al-Rashid Charitable Foundation waliwasiliana na Waislamu katika maeneo mbalimbali ya dunia ili yafanywe maombi maalum katika misikiti ya Kuala Lumpur, misikiti ya Lagos huko Nigeria, misikiti ya Cairo Misri, Istanbul Uturuki na Jakarta. Wote walifanya maombi maalum kwa ajili ya mwanangu Ryan. Wasomi wa Kiislamu ambao pia walifadhiliwa na foundation hii ya Al-Rashid Charitable Foundation nao waliombwa kufanya maombi pia kwa ajili ya kijana wetu. Maelfu ya Waislamu duniani kote walimwombea Ryan, lakini maombi yote ilikuwa ni kama tunabomoa ukuta kwa mkate, ni kama tunavuka bahari kwa miguu, hayakujibiwa. Wiki 3 zilipita, bado Ryan hakuonekana. Wale maafisa wa usalama walituma taarifa kuwa hawaoni sababu ya kuendelea na kazi hiyo. Maafisa wa serikali Sudani na ubalozi wa Saudi Arabia haukuwa na jibu. Mdogo wangu Khalid alirudi kutoka Khartoum akiwa amechoka na aliyekata tamaa. Alisema maneno tukiwa sitting room ambayo sitayasahau. Alisema, kila kitu mwanadamu anachoweza kufanya ndani ya uwezo wake tumekifanya. Baba yangu hakupata cha kusema. Kisha nilitoka na kuingia katika chumba cha mwanangu Ryan. Hesa mke wangu alinifuata na ndugu wengine. Tulitazama nguo zake, vifaa vyake vya michezo. Kila mtu alishika alichoona kinafaa. Ukimya ulitawala, ukimya ambao uliongea kitu katika moyo wa kila mmoja wetu. Tuna pesa, tuna watu maarufu na connection kubwa serikalini, tuna nguvu ya kiuchumi na ushawishi, tuna imani, lakini hakuna kilichosaidia kupatikana kijana wetu. Tulilegea, tulikosa nguvu. Mimi na mke wangu Hesa tulikaa kwenye kitanda cha Ryan muda mrefu siku hiyo. Hakuna aliyeongea kati yetu wala kunyanyuka. Nyumba ilikuwa na ukimya usio wa kawaida. Ni katika ukimya huo huo ndipo Grace aliingia katika mlango wa chumba cha Ryan. Aligonga taratibu kabla hajaingia kama ilivyo kawaida yake. Grace alifanya kazi katika nyumba yetu kwa miaka 6. Yeye ni Mnigeria. Ana miaka 30 na kuzidi kidogo. Yeye ni mtu aliyekuwa anaaminika sana katika familia yetu. Ukiwaondoa wanafamilia ya mzee Al-Rashid, yeye ni mtu anayefuata kwa kuaminika. Ni mtu anayefanya kazi bila manunguniko wala hana hasira, mwenye ubinadamu na upendo wa kweli. Grace alituangalia, alitusogelea zaidi. Aliona familia ilichopitia baada ya kupotea Ryan. Grace licha ya hayo yote alikuwa akiomba kila siku usiku katika eneo lake la kulala bila sisi kujua. Alikuwa akimwombea Ryan. Hakuchangia chochote kwa sababu ya msimamo tofauti wa imani na alijua mipaka yake. Lakini jioni hiyo ilikuwa tofauti kwake. Alisema, kuna nguvu ndani yangu inanisukuma na kuniambia ni muda wa kuongea. Aliongea kwa sauti ya chini lakini yenye kueleweka. Mimi na Hesa mke wangu tulimwangalia tu. Alisema, nilikuwa naomba kwa ajili ya Ryan kila siku usiku tangu alipopotea. Alisema, namwamini Mungu asiyezuiliwa na chochote, mwenye kufika popote hata kama haiwezekani kwa kiwango gani cha kibinadamu.
na anaweza kumtoa mtu kutoka popote na akamfikisha anapotaka salama. Alisema anaomba kutuuliza kwa kuheshimu imani tulionayo, ikiwa tutakuwa tayari tuombe wote kwa jina la Yesu wa Nazareti ili Ryan arudi akiwa salama. Jina hilo alipolitaja lilitua kama jiwe katika chumba hicho. Nilifikiri misingi iliyonilea ya Kiislamu kuwa nje na Uislamu ni ukafiri, lakini sikujibu haraka, na hata Hesa naye hakujibu. Jinsi Grace alivyosema jambo hilo kwa upole, alionyesha kiu ya kutumia imani alionayo katika jambo hilo. Grace hakusubiri tujibu, aliendelea kuongea. Alituambia, yupo mtu anaitwa Petro katika Biblia. Huyu ni mtume wa Yesu Kristo aliyefungwa na mfalme ambaye aliamuru afe. Alifungwa minyororo na alilindwa na askari wawili, na bado mlango nao ulilindwa. Grace aliendelea kusema, wakati Petro akiwa amelala huku nyororo zikiwa zimemfunga kila mahali, kanisa liliomba na malaika wa Mungu aliingia gerezani. Alimuinua Petro, minyororo yote ilikatika na alimtoa nje ya gereza, na wakati huo milango ya chuma ya gereza ilifunguka yenyewe. Pia alituambia habari za Paulo na Sila ambao walipigwa na kutupwa katika selo ya chini kabisa ya gereza yenye ulinzi mkali katika mji wa Filipo huko Ugiriki. Walifungwa kwa minyororo. Pia Paulo na Sila waliimba. Gereza lote lilipatwa na tetemeko, na kila nyororo zilikatika, na kila mlango uliofungwa ulifunguka. Alisema Mungu yule yule aliyefanya yote haya hata sasa yupo, anaweza kufanya tena na leo kwa kijana Ryan. Nilimwangalia Grace alipokuwa akiongea. Nilimtazama mke wangu, ndo kama anazidi kuchanganyikiwa. Tatizo kwetu sio dini ipi sahihi, lengo letu mtoto wetu arudi. Nilimjibu Grace, nipo tayari tuombe kwa ajili ya mwanangu. Grace aliuliza ikiwa tunahitaji kuwahusisha watu wengine katika familia. Nilimjibu sidhani kama ndugu wengine katika familia watakuwa tayari kwa hilo. Tufanye tu hivi watatu hapa hapa katika kitanda cha Ryan. Grace alichukua Biblia ndogo katika mfuko wake. Ilionekana imechakaa kidogo. Pia ilionekana ni ya muda mrefu kidogo. Alifungua, alisoma kwa Kiingereza, kisha alitafsiri kwa Kiarabu kwa ajili yetu. Alisoma Injili ya Yohana, mimi ni uzima, mtu aniaminie hata kufa tena. Pia alisoma katika Zaburi ambayo inasema Bwana yupo karibu na mioyo iliyovunjika. Kifuani kwangu niliona kama joto, kama vitu kilitokea. Ni kitu kama kilikuwa kinang'olewa kifuani kwangu ambacho kilileta uzito. Grace alielekeza maombi akiwa binafsi sasa. Alielewa mwenyewe jinsi ya kuomba, akiwa jasiri na kwa uhakika wa anachokifanya. Sijawahi kuona mtu akiongea na Mungu vile. Maombi ya Grace usiku ilikuwa ni kitu kipya ambacho sikuwahi kushuhudia katika miaka yangu yote 40 ya Uislamu. Aliongea na Yesu kama mtu anavyoongea na mtu mwingine ambaye yupo mbele yake, kwa uhakika na kujiamini kuwa kila neno lilisikiwa. Alimwita Yesu kwa jina lake mara kadhaa. Alimkumbusha, ni wewe Bwana uliyemtoa Petro gerezani katika mazingira yasiyowezekana, na alimuomba afanye tena leo kwa kijana Ryan al-Rashidi ambaye amefichwa mahali fulani Sudani pasipojulikana. Alimuomba Yesu amtume malaika wake katika eneo alilopo Ryan ili akavunje kila minyororo iliyomfunga na amrudishe nyumbani salama. Hesa alikuwa akilia pembeni yangu. Wiki 2 zilipita, hakuna kilichotokea, lakini tangu siku hiyo Hesa alikuwa akimtafuta Grace na kumleta sehemu ya peke yake na kumwambia omba tena, omba tena. Kulikuwa na hali tofauti katika mioyo yetu, tofauti na awali. Hatukusema chochote kwa ndugu wengine katika familia. Mwisho ikawa tunafanya asubuhi na jioni. Siku 14
Baada ya maombi ya Grace katika chumba cha Ryan, simu yangu iliita. Ni namba ngeni. Kodi ya nchi ya namba hiyo ilikuwa ni nchi ya Sudan. Mikono yangu ilitetemeka kabla sijajibu. Alikuwa ni mtu anayeongea Kiarabu kutoka Sudan, ambaye alijitambulisha kuwa ni afisa wa polisi kutoka katika mji wa Khartoum kaskazini. Alisema wamemwona kijana akishangaa katika mitaa ya Al-Sitini huko Khartoum siku 2 zilizopita. Kijana huyo hana simu, hana kitambulisho chochote na hana pesa, lakini amekuwa akirudia namba hii ya Saudia, yani ya nchi ya Saudi Arabia, na alisema ndiyo ninayoikumbuka pekee. Yoyote atakayepokea ongeeni naye. Afisa huyo wa polisi alisema kijana huyo anasema jina lake ni Ryan Al-Rashidi. Sikuongea kwa sekunde kadhaa. Afisa wa polisi aliniuliza ikiwa bado nipo hewani. Nilisema ndiyo. Nilimuita baba yangu kabla sijakata simu. Na Haridi, haraka. Ndani ya saa moja familia tulikutana tukiwa na nguvu. Baba yangu aliupigia ubalozi wa Saudi Arabia Khartoum, ambao waliandaa ndege, lakini Haridi akaona haitoshi, akaamua aende Khartoum. Masaa 5 baada ya simu ile, tuliomba maofisa wa Khartoum kaskazini kuhakikisha usalama wa kijana huyo. Hesa na mimi tulibaki Jeddah. Hatukuweza kula, hatukuweza kukaa vizuri. Mwisho Ryan alifika Jeddah Jumamosi jioni. Wote tulikuwa airport, yani uwanja ndege. Familia yote ya Al-Rashidi, wazazi wangu, Haridi, Nora na Alina dada zangu na wake zetu, wote tulisimama sehemu ya kusubiri abiria. Tulipomwona Ryan anakuja mzima, anatembea kwa miguu yake miwili, mama yangu alizimia pale pale katika uwanja wa ndege. Baba yangu, mwanaume ambaye sikuwahi kumuona wala kumshuhudia akilia, leo nilimuona hadharani akilia baada ya kumuona mjukuu wake Ryan. Nilimkumbatia kijana wangu kwa muda mrefu bila kusema neno lolote. Tulimpeleka Ryan nyumbani jioni ya Jumamosi. Nyumba ilijaa ndugu. Ndani ya masaa kadhaa familia, marafiki, washirika wa kibiashara, watu wa imani wa Kiislamu, wote walishiriki. Baada ya wageni kuondoka, tulikusanyika sitting room ili kumsikiliza Ryan. Nini kilichompata na imekuwaje ametoka? Ryan aliongea taratibu lakini kwa umakini mkubwa. Alituambia uvamizi ulitokea njiani kwa wale watu wenye silaha, na jinsi walivyombeba katika chombo chao cha usafiri. Alifungwa uso, hakuona miji wala mahali alikokuwa anapelekwa. Anasema alifikishwa mahali ambapo akawekwa kwenye chumba kichafu chenye madirisha madogo sana na yako juu na mlango wa shaba ambao ulifungwa kwa nje. Waliomteka walimletea chakula na maji, sio kwa ratiba maalum, bali kwa ratiba isiyo na mpangilio maalum, na waliongea naye mara chache sana. Katika wiki la kwanza alikuwa tayari amesahau kama yupo umateka kwa siku ngapi, 10 au 20, kutokana na mazingira aliyokuwa nayo. Anasema aliomba Allah amsaidie toka ndani ya moyo wake, lakini alisema sikupata majibu. Alisema hayo sio kumnyanyapaa yoyote, bali aliongea ukweli aliopitia katika hayo yote alipokuwa katika chumba cha mateso. Ryan alieleza usiku ambao kila kitu kilibadilika. Alipolala katika kituo hicho ni wiki 3 tangu apelekwe huko. Alisema katika chumba hicho chenye giza kali na hakuna umeme, aliona nuru inakuja katika chumba hicho alicholala, karibu na mlango wa shaba. Mtu aliyevalia mavazi meupe, alisema, huku nuru ikimzunguka ambayo ilikuwa ya joto. Na shangaa, sikuogopa, nilipata utulivu wa hali ya juu. Mtu huyo alimwangalia Ryan
na aliongea kwa Kiarabu alisema, jina langu ni Yesu, na kwamba amesikia maombi ya wanaonipenda. Alisema, jina langu ni Yesu. Ryan, nimesikia maombi ya wanaokupenda, na sasa ni muda wa kwenda nyumbani. Aliposema hivyo, kamba zilizonifunga mikono yangu zilifunguka zenyewe. Mtu huyo Yesu alielekea mlango wa shaba uliofungwa kwa nje bila hata kuugusa, wala funguo ulifunguka wenyewe, na tukatoka nje ya ngome hiyo bila yoyote kutuona. Ryan alisema mtu huyo Yesu aliniongoza njia hadi tulipofika katika mji mmoja. Tulitembea kwa umbali kidogo tukiwa wawili, mimi na yeye, tukiongozana katika eneo ambalo hapakuwa na mji. Lakini tulipofika katika maeneo ya mji ambapo taa za nyumba zilikuwa zinawaka na kuonekana, nikamuuliza, tunaelekea wapi? Nilipogeuka sikuona mtu, kumbe tayari alikuwa ameshapotea akaniacha. Ndipo nikajiona nimesimama mwenyewe katika mtaa ule wa Al-Sitini, huku nikiwa sielewi chochote katika mji wa Khartoum. Hapo sitting room yote ilikuwa kimya. Hakuna aliyenyanyuka wala kunyanyua kikombe cha chai kilichotengwa mbele ya meza hiyo. Mama yangu alilia. Hali ya baba yangu ikabadilika. Sijawahi kumuona vile. Ni kama aliyevunjika moyo na kufikiri au kutafuta kitu kwa kina sana. Nora na Lina walishikana mikono. Halidi alimwangalia Ryan kwa muda mrefu, kisha akainamisha kichwa chini. Hesa ndiye alikuwa wa kwanza kuongea. Alishika mkono wangu. Nilijua alichomaanisha, maana hata mimi nilikuwa naihisi hali hiyo. Hesa alisema, tuliomba kwa jina la Yesu siku 14 kabla Ryan hajapatikana. Tulimwomba Yesu amtume malaika wake akavunje minyororo iliyomshika mateka Ryan. Na huyo mtu aliyevalia nguo nyeupe ambaye amejitambulisha kwa jina la Yesu, aliyefungua mlango huko Sudan, aliyemfungua kamba kijana wetu, aliyemleta hapa nyumbani, ni Yesu aliyetujibu katika wakati huu mgumu ambapo hakuna yoyote aliyeweza kutujibu. Hapakuwa na hoja nyingine yoyote kinyume na yaliyotendeka hapo. Yesu ni halisi na ametujibu, na maisha yetu sasa hayapo vile kama yalivyo mwanzo. Kilichotokea wiki kadhaa zilizofuata ni mabadiliko ya kiroho ya familia yote. Giza lililokuwa kwa mmoja mmoja liliondoka kwa nuru ya Kristo. Hesa na mimi tulimpa Yesu Kristo maisha yetu. Tulikuwa wa kwanza. Tuliongozwa na Grace ambaye alikuwa akilia kwa furaha. Tulifanya katika chumba kile kile cha Ryan. Sasa tuliomba pamoja na tulikiri imani yetu mbele ya Yesu Kristo. Ryan naye alimpa Yesu maisha yake. Katika wiki hiyo hiyo alisema, jinsi Yesu alivyonitokea Sudan na kuniokoa katika mazingira magumu vile, na kunitoa na kuniongoza, siwezi kumwacha, maana hakuna yeyote aliyeweza isipokuwa Yesu Kristo pekee. Kisha baadaye kidogo walikuja Nora na Lina, dada zangu, kimya kimya na binafsi. Wote walimfuata Hesa na mimi. Ndani ya mwezi huo huo, mama yangu Fatima ambaye alikuwa Muislamu kweli kweli alimkiri na kumpokea Yesu Kristo. Baba yangu aliyefadhili dawa za Kiislamu na scholarship na misaada na kujenga misikiti na mikutano ya Kiislamu aliniita jioni moja na kusema, Mungu aliyemwokoa mjukuu wangu ndiye Mungu pekee ninayetaka kumtumikia kwangu kwa muda wote uliobaki wa maisha yangu hapa duniani. Mpango wa kuondoka Saudi Arabia uliandaliwa kwa sababu Mkristo Saudi Arabia hana haki ya kulindwa, hana haki ya kuabudu,
Matokeo ya kujulikana Mkristo Saudi Arabia ni kifo na mateso makali na kufungwa. Tuliandaa mpango wetu kwa miezi kadhaa. Tuliwaita washauri wa kibiashara kutushauri namna bora ya kuuza hisa zetu. Tuliuza tulivyoweza kuuza kimya kimya. Tulisafirisha tulivyoweza kusafirisha kimya kimya. Tulichagua Dubai kuwa nchi yetu mbadala. Hapo tungeweza kuitumikia imani yetu mpya kwa uhuru. Kulikuwa na makanisa Dubai na yanafanya kazi kwa wazi. Wote, familia nzima, tulimpokea Yesu. Tulifika Dubai, baba, mama yangu, Khalidi na mke wake, Nora na Lina, mimi, Hesa na mwenetu Ryan, pia Grace ambaye tulimuomba sasa awe na sisi kama mtu wa Mungu, sio mfanyakazi tena, ambaye pia ndiye chanzo cha familia yote kuijua kweli. Nataka kuongea na wewe ambaye umesikia stori hii mwanzo hadi mwisho. Nilikuwa mtu ambaye dunia ilinitafsiri kuwa nimefanikiwa. Nilikuwa na mali, nilikuwa na msukumo wa kufanya jambo lolote mahali popote, muda wowote. Pia nilikuwa na imani niliyoitumikia kwa moyo wangu wote, lakini ilishindwa kunisaidia katika hali ya uhitaji wangu. Mungu wa kweli alijidhihirisha na kunitenga na kile ambacho nilidhani kinanifaa, na kile ambacho nilidhani ni Mungu, na kile ambacho nilidhani ni kweli. Mwanangu alipokamatwa Sudan, mali nilizonazo hazikunisaidia chochote. Maombi yote niliyofanya tangu nimezaliwa, ya kufunga, ya kuinama na kuinuka, miaka yote, siku zote, na muomba Mungu, hayakujibiwa. Mbingu zilikuwa kimya. Ni Yesu pekee ndiye aliyenijibu. Sio kwa sababu tulistahili, sio kwa sababu tulibadilisha dini, ni kwa sababu Yesu hafungwi na chochote. Yeye niko ambaye niko, hukomboa na kuokoa popote. Ni Mungu mwenye uwezo wa kuvunja kila vifungo, minyororo ya wanadamu na kila vikwazo. Usimwekee Mungu mipaka. Anaweza kukufata na kukuokoa popote na kukutoa popote. Usibaki na mzigo wa kuamini, wala usibaki na mateso. Ikiwa Yesu amenijibu mimi, familia ya Kiislamu, atakujibu na wewe. Usijivunie chochote ambacho unadhani kitakusaidia. Kitu pekee cha kumsaidia mwanadamu ni njia ya kweli ya kwenda mbinguni, nayo ni Yesu pekee. Mshike Yesu leo. Upo katika nchi ambayo unamtumikia kwa amani na uhuru. Tumeingia gharama hata ya kuhama nchi kwa ajili ya kumtumikia Yesu. Yesu ni Bwana na Mwokozi. Yeye ni kweli, njia na uzima. Mungu awabariki wote.